Kama nilitoweka na watu hawajawahi kuona vitu kama hivi vya maandamano yanayoandamana na wahalifu. Imeniathiri sana kiuchumi kwa sababu riziki zangu nazipata sehemu kama hii. Hasa kwa kipindi kama hiki, uelewe kama hivi sasa hivi naanzia wapi, nitaishi vipi na mimi na majukumu ya kifamilia. Mimi nimetoka kupiga kwa watu wawili kukaa hapa. Kuna wateja kama wawili hivi. Shangaa watu wakawa wanakuja kundi kubwa huko. Wakazani nyinyi sisi tunaandamana, nyinyi mnafanya biashara. Kwa hiyo walikuja na virungu vinini, kwa hiyo mimi nifanyaje? Niwakimbia. Na tuko nao wakawa wamekimbia. Kuja narudi nakuta wamenisafisha. Wamechukua vinywaji, wamepasua hapa vitu. Yaani hasara kama milioni 6 kama laki 8 hivi. Umeona, wamechukua vinywaji vyote vya pale. Waondoka na friji. Na tuna mikopo benki, sijui nalipaje. Mtaji umeshachukuliwa wote. Na watoto wanataka kula kila kitu. Kama hata tungepata hata mmoja ningekuwa nateseka hivi, tungeripoti polisi. Lakini hata mmoja bado tunamjua. Kwa hapa hakuna mmoja hata mmoja aliyetambulika kwa sababu sio wakazi wa hapa. Nafikiri wangekuwa wakazi wa hapa wangetambulika. Walitishia amani, walikuwa na visu, walikuwa na mapanga kwa sababu walimtishia mlinzi wetu hapa akiwa alikuwa anajaribu kujitetea, wakamtishia kisu. Nikaa nimeibiwa vitu kwenye biashara yangu ambayo ilikuwa ni TV 2, generator, waliiba pia mashine za muziki na vifaa vingine vitu.